Julai Bibi Viwanja Group. Je, unawajua ni kina nani? Basi, acha nikuhabarishe. Julai Bibi Viwanja Group ni wauzaji wa viwanja tena venye ubora. Na kubwa zaidi 2022 wamekuletea ofa babu kubwa. Sasa jipatie viwanja venye ukubwa wa square mita 400 kwa shilingi milioni 2.5. Na huduma za kijamii zinapatikana kama vile usafiri, umeme, maji, nyumba za ibada na nyinginezo. Na tena viwanja vimepimwa na vipo katika ubora wa hali ya juu. Viwanja vinapatikana Vianzi, ni mwendo wa dakika 10 kutoka Vikindu stendi, au unaweza kuwasiliana na Julai Bibi Viwanja Group kupitia nambari zifuatazo: 0673 035288 au 0774 635762 au 0755 105124. Kwa viwanja vya uhakika na vyenye kuaminika, waone Julai Bibi Viwanja Group ndio suluhisho lako. Nyote mnakaribishwa. Pia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani alikuwa akidurusu sana Qur'ani, na alikuwa akifikiwa na Jibril alayhi salatu wasalam fayudarisuhu, yani Jibril alikuwa akimpa darasa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mtume akilifanya hili toka mwanzo wa mwezi mpaka mwisho. Lakini zaidi ya hapo, mtume alikuwa ni ajwadun nas, ni mkarimu sana wa watu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na alikuwa ukarimu wake unazidia pale ambapo kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaatihi Jibril alayhi salam fayudarisuhu alquran. Angalia jinsi maneno haya siyaki yake. Alikuwa ni mkarimu, lakini ule ukarimu wa mtume ulikuwa kizidia ndani ya mwezi wa Ramadhani wakati akija Jibril akiwa anamsomesha Qur'an. Kwa hiyo ni mwezi wa Qur'ani, ndio maana tuko pamoja nanyi katika kuiangalia Qur'ani, kwa kuwa ndiyo katiba yetu. Muislamu katiba yake ambayo atakiwa aishi kwa mpango huo, kwa katiba hiyo na sheria hiyo ni Qur'ani. Hana kitu chengine ambacho chaweza kikawa mbele yake kitakachoweza kumuongoza katika kuyakata maisha haya ya dunia hata ya akhera baadaye. Kwa wale tuliokuwa jana pamoja, tulizungumzia vitu muhimu sana, vitu ambavyo vinafungamana na jamii yetu, na kwa hakika tuliokuwa jana tumepata faida hiyo, lakini nitapita juu kwa juu angalau wale ambao leo tumekuwa nao basi wafahamu nini kilichokuwa kikisomwa. Tulisoma kwa pamoja aya nambari 22 na 23 katika suratu Nisa. Kwa mpangilio ni sura nambari 4. Aya hizi zinatukataza na zinatuharamishia kuoa baadhi ya kina mama ambao sisi Allah katuumbia ni wa kwetu, lakini ni haramu kwa sababu fulani kuwaoa. Sababu zake ziko 3. Sababu ya kwanza ni nasabu. Nasabu kwa maana mama yako au binti yako na watakaoendelea ambao nitawataja. Lakini sababu ya pili ni kunyonya, yani wewe umenyonya kwa mama fulani. Wake suala la kunyonyeshana ni suala la kidini. Walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a, katika suratul Baqara aya 200 na kidogo hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na wale alwalidatu, hawa ni wazazi ama ni kina mama wa kike. Walwalidatu hawa yurdina auladahunna, wawanyonyeshe
au wananyonyesha watoto wao haulaini, miaka miwili kamilaini iliyokamilika, liman arada an yutima radhaa, kwa yule ambaye apendelea atimize kule kunyonyesha. Si lazima mtoto anyonye katika miaka miwili, lakini kwa yule anayependa kutimiza miaka miwili, basi anyonyeshe miaka miwili. Ndiyo maelekezo ya Qur'ani. Na watoto wanaozaliwa katika utaratibu huu na unyonyeshaji huu wana baraka ya Qur'ani na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakati wa nyuma toka Qur'ani inateremka, hata mtume wetu alayhi salatu wassalam yeye mwenyewe amenyonyeshwa na mama wawili, Thuwaibatul Aslamia na Halimatu Saadia. Hawa wamemnyonyesha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ilikuwa ni katika jambo la kawaida. Yafahamika Mtume sallallahu alayhi wasallama alipotoka katika unyonyeshaji, yani kaja kutoka katika wadi Bani Saad, bonde la Bani Saadi. Ilikuwa Bani Saadi ni bonde fulani kama hivi Gombe, huko ndiko alikopelekwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hata huyu mama kuitwa Halimatu Saadia, ile Saadia ni nisba litilkumul wadi, ni nisba yake au kunasibika kwake kwa bonde lile, ndio akaitwa Saadia. Yeye ametoka katika kabila la Bani Saadi au bonde la Bani Saadi. Wakati anatafutiwa mtume mnyonyeshaji, wakatafutwa kina mama kila mahala, basi alipatikana mama huyu Halimatu Saadia, na alikuwa kura yake ni ya mwisho. Walikuja hawa kina mama mjini kutafuta watoto, maana ilikuwa ni shughuli inatafutwa, kama vile tunavyoona leo yaya hawa wajakazi tunawatafuta kwa shughuli mbalimbali za mapishi ndani ya nyumba, ima tunawafuata au wanakuja wenyewe. Hawa kina mama wanyonyeshaji waliingia katika mji wa Makka wakitafuta mtoto wa kunyonyeshwa. Kila wakiingia nyumba ya mtume wanapita wakiangalia hali ya familia, hairuhusu, haifanani mtu amnyonyeshe pale, atalipwa nini? Jambo lilikwenda hivyo. Kwa mukhtasari sana, mama wa mwisho kufika pale ni Halimatu Saadia. Alipofika mama, alivyomuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema mimi ananifaa huyu. Akamchukua Mtume akaenda naye katika jangwa la Bani Saadi. Mtume akakulia kule kwa malezi ya mama yule Halimatu Saadia, na alipata mila na desturi za kule. Alijifundisha lugha Mtume Muhammadi kule, na alikuja ameiva Mtume, manake vijiji au mabonde kule ndio yanaolea mji. Ni jambo la hatari sana mtoto kumlea mjini. Walikuwa kule nyuma hawalioni hilo kwamba ni salama, wanawapeleka katika vijiji. Kule bado watu akili zao zimekaa katika udumavu wa tabia zake zile za asli. Hakuna michanganyiko ya baadhi tabai alhaddama, baadhi ya tabia mbaya, hakuna zenye kuvunja. Wanaishi kwenye tabia za kale. Wanakuja watoto wakiwa waerevu tayari kwa mila na desturi za kule, wanakuja na lugha ya kule, hawana lugha mchanganyiko. Leo mtoto wa hapa mjini hapa, tuulizane, unemlea mjini hapa sana. Hata vijiji vya leo pia vimeingiwa na tabia hizo, lakini salamu alaykum atakwambia mambo, na sisi tunawafundisha hivyo. Mtoto bado mdogo ni baba, sema mambo, utaona kila nyumba ingia, salamu ya kwanza kwa mtoto mdogo ni mambo, alafu unamwambia sema poa. Ndio salamu zetu hizi. Sasa kacha ya kijiji, desturi za kijiji, haya mambo hakuna. Leo tumeyaingiza kwa sababu ya utandawazi. Hata kule leo ingelikuwa hivyo, yangelikuwa tayari yameshaingia, kwa sababu utandawazi au al-aulama imeingia katika kila mahala. Kwa hiyo kunyonyesha ni sababu ya pili ya kuharamika kuoa mtoto wa yule mama aliyonyonya kwake, na mama mwenyewe anakuwa na nasabu na wewe. Haiwezekani hata mara moja
kumuoa yeye wala kizazi chake. Jana tulizungumza hayo, lakini sababu ya mwisho ni asihir, ukwe, kuoleana. Alipo mahala ambako mwanangu mimi kaoa, basi mimi nitaoa, lakini mtoto mkulima wangu, kwa maana mke wa mtoto wangu, ni haramu mimi kumuoa. Lakini sambamba na hilo, Rabiba, tulimzungumza Rabiba ni mtoto wa kambo, mama yake unaye, ni haramu wewe kumuoa yule binti unayemlea, hata kama alikupendezesha. Lakini si hilo, ndoa hii ni haramu pale ambapo tu umemuingilia mama yake. Lakini kama ilifungwa msikitini hapa, ikatokea ndoa ile ikavunjika, haukupata dukhuli ile, hukumuingilia mama yake, basi yule binti ni halali kwako kumuoa. Anasema ad-dukhulu bil ummahat yuharrimu al-banati, kuwaingilia kina mama kuna haramisha wale kina mama kuwaoa, kwa wale mabinti kuwaoa. Wala aqdu ala al-banat yuharrim al-ummahat, lakini kufunga mkataba wa ndoa na mabinti, mkataba tu, ni haramu kuwaoa wale kina mama. Ikoje wewe umefungishwa ndoa hapa msikitini ya binti umefungishwa naye ndoa hapa, basi kwa kufunga ndoa tu mama yake ni haramu wewe kumuoa. Lakini kama ni mama, ndoa tu haimuharamishi binti yake, mpaka umuingilie ndio inamuharamisha binti yake. Naona mmepafahamu mahala hapa. Sasa tukazungumzia hawa ambao ni haramu katika kunyonya. Manake aya imeanza wala tankihu ma nakaha abaukum, aya nambari 22. Msiowe wale wake walioolewa na wazazi wenu, illa ma qad salafa, illa aliyokwisha kupita. Ni haramu kumuoa mke wa baba yako hata kama baba yako amekufa. Mama yako yule ni haramu kumuoa. Aya hii tulisoma tukaieleza kwa kina sana, lakini tukaonyesha walioharamishwa kuwaoa. Aya imeanza nambari 23, hurrimat alaykum ummahatukum, haramu kuwaoa mama zenu, wa banatukum, mabinti zenu, wa akhawatukum, wa banatukum, na mabinti zenu, wa akhawatukum, na dada zenu, wa ammatukum, na shangazi zenu, wa khalat, mama zenu wadogo, wa banatul akhi wa banatul ukhti, pia wako hapo. Watoto wa kaka yako haramu, watoto wa dada yako ni haramu. Wa ummahatukum allati arda'nakum, tumeingia katika sehemu ya pili, na mama zenu waliokunyonyosheni. Wa akhawatukum min ar-radha'a, na dada zenu mlionyonya pamoja. Nilisema jana, mimi nimenyonya kwa mama fulani, alafu kuna binti naye kanyonya pale, yule binti mimi dada yangu simuowi. Lakini pia watoto wa yule mama nilionyonya kwake mimi ni haramu kuwaoa. Sasa hili ndugu zangu, nikirudi nyuma, kuna watu wengi miongoni mwetu huenda yamewapitikia haya, kwa sababu tabia za miji yetu hii, hizi sheria za Uislamu ziko mbali. Mtoto analia, mpeleke kwa huyo mama hapo, apelekwa na nyonya. Hawa wanakuwa majirani, baadaye kijana huyu anatamani kuoa kwa yule mama, ima yule mtoto ambaye walikuwa wakishia maziwa au watoto wengine wa yule mama. Haya mambo yamekuwa mengi, huenda mmoja wetu labda yamempitikia, au jambo hili lipo. Kama lilikuwepo kwa kutokujua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatupatilizi kwa yale tusiyojua, lakini dunia ya leo haipaswi sisi kutokuyajua haya. Haya ni mambo ya kawaida kabisa. Hizi ndoa zinakuwa mashakani.
kunyonya yahrumu birradhaa ma yahrumu minan nasabi, ni haramu katika kunyonyeshana kama ambavyo ni haramu katika nasabu, wale ambao ni haramu kuwaoa. Katika nasabu kule ni haramu kumuoa mama yako, dada yako, mtoto wa dada, mtoto wa kaka. Kadhalika kwenye kunyonya ni haramu kuoa jumla ya watu ambao wamekuwa ni haramu katika nasabu. Katika kunyonya ni wale wale, dada humuoi, mtoto wa kaka kule humuoi, mtoto wa dada humuoi, ni vile vile. Kwa ni mambo ya kuangaliwa sana. Nilitaka kurudi kidogo hapo alafu tuende mbele. Yalikuwa ni mengi jana nimezungumza, lakini nikisema nirejee sana nitakuwa bado naenda na darasa lile lile la jana. Sasa leo kabla kuingia aya nambari 24 tutazungumzia idadi ya kule kunyonya. Minyonyo ni mingapi ambayo inasababisha wewe iwe haramu kumuoa mama yule na watoto wake? Ni minyonyo mingapi? Pana ikhtilafu kidogo ya wanazuoni fi adadi rudhaat almuharrama, katika idadi ya minyonyo ambayo ni haramu. Fadhahaba dhahibun, kundi limekwenda ila annahu yahrum mujarrad ar-radhaa, ni haramu kwa kule tu kunyonya hata kidogo, tayari yule mama ni haramu wewe kumuoa na familia yake. Liumumi hadhihi al-aya, kwa sababu aya hii imeenea, haikusema idadi fulani. Wa hadha qawlu Malik, hii ni kauli ya Imamu Malik. Wa yuhka an Ibn Umar, kauli hii pia inapokelewa na Ibn Umar, inasimuliwa. Wa ilayhi dhahaba Sa'd ibn al-Musayyib, na kauli hii vile vile amezungumzia Sa'd ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib. Na kundi lingine limesema la yahrum aqallu min 3 rudhaat, aiharamiki kwa kile ambacho kiko chini ya kwamba alinyonya mara 3, minyonyo mitatu, hicho akiharamiki. Yani kanyonya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, si haramu. Lima thabata fi sahihi Muslim, katika hadithi ambayo imethibiti kwa sahihi Muslim, min tariki Hisham ibn Urwa, kwa njia ya Hisham ibn Urwa, hadithi ya Aisha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume rehma na amani za Mungu zimwendee, qala, amesema, la tahrumu almassa walmassatan, aiharamishi mnyonyo mmoja wala minyonyo miwili, aiharamishi. Sasa minyonyo mmoja ni ile kwamba kaweka mdomo wake kwenye chuchu akavuta mara ya kwanza, akaweka mara ya pili akavuta, hiyo inaitwa minyonyo miwili, ambao hawa wanasema aiharamishi. Lakini vile vile kundi lingine limekwenda likasema la yahrumu aqallu min 5 rudhaat, minyonyo mitano, uchache wa hapo aiharamiki nasabu ya yule aliyenyonya kwa yule mama aliyemnyonya na familia yake. Minyonyo mitano sio haramu. Lima thabata fi sahihi Muslim, na hawa pia wamepokea hadithi ambayo imekuja kutoka kitabu cha sahihi Muslim, an Umra, naye amepokea kwa Aisha, radhi za Mungu zimwendee, qalat, bibi Aisha amesema, kana fima anzala Allahu min alqur'ani, ilikuwa katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha kuna Qur'ani, ni 10 rudhaati maalumat, ni minyonyo 10 ambayo iko maalum, yuharrimna, hiyo ndio inaoharamisha. Thumma nusikhna bi 5 maalumat, kisha ilifutwa. Zamani huko wakati wa Mtume ilikuweko aya ikisomwa 5 au 10 rudhaat maalumat yuharrimna, minyonyo 10 inayojulikana amenyonya na ikafahamika amenyonya, basi inaharamisha nasabu ya yule aliyenyonya kwa yule mama. Jamhuri ya wanazuoni, ambao ndo kauli itakayochukua wote hapa, ni kwamba minyonyo 3 mpaka 5 inaharamisha mtu aliyenyonya
kuharamikiwa kuoa familia ile ambayo yeye kanyonyea. Haramu kwa yule mama na kizazi cha yule mama. Na jana nilisema uharamu huu ni kwa yule tu aliyenyonya, sio ndugu zake kwamba wanaharamika kuoa kwenye nyumba ile. Mimi na Sheikh Zaidi fa mathalan, baba mmoja mama mmoja, mimi ndo nimenyonya pale, Sheikh Zaidi pale hakunyonya, basi mimi ndo naharamikiwa. Huyu shekhe anao uwezo wa kuoa mtoto yote katika familia ile, ila ni mimi peke yangu kama mimi. Na hapa naomba tutosheke katika ufafanuzi wetu, tuingie aya nambari 24. Na aya hii ndugu zangu, naomba iangaliwe kwa umakini kwa sababu ina hukumu nyingi sana. Aya inasema walmuhsanatu minan nisa, aya nambari 24. Walmuhsanatu minan nisa, wanawake waliohifadhika, kwa maana wamo ndani ya ndoa. Walmuhsanatu, waliohifadhika, minan nisa, kunako kina mama. Kwa nini aya imeanza hivi? Aya imeanza hivi kwa sababu ni muendelezo katika aya inayosema hurrimat alaykum ummahatukum, imeharamishwa kwenu mama zenu. Imekwenda aya ile ikawataja, ikafika mahala ikaja na wau atifa. Hii wau ya hapa sio wau ibtidaia, ni wau la atifa, inaunga kwamba katika wale waharamishwa jumla na wale wanawake waliomo ndani ya ndoa za watu ni haramu kwenda kuoa mke wa mtu. Maana yake ndiyo hiyo, wal muhsanatu minan nisa, na wale wanawake waliomo ndani ya ndoa wamehifadhika. Ihsani ni kuhifadhika, nadhani imeeleweka hapo. Akatoa istithna, illa ma malakat aimanukum, isipokuwa wale ambao mikono yenu ya kiumeni imewamiliki, hao hawamo. Ni wanawake gani waliomilikiwa na mikono yetu ya kiumeni? Tutawataja, na hii ni sheria ambayo ilikuwepo toka uhai wa kipenzi wetu mtume wetu Muhammad, na hawa lazima wafahamike ni wanawake wa sampuli gani. Hawa wamevuliwa, mustathnayatu minal muhsanati, wamevuliwa kutokana na neno wal muhsanatu minan nisa. Hii ndo mustathna minhu, na ile ya kwanza ndo al mustathna. Kwa hiyo kina mama ambao sisi ni haramu kuwaoa jumla katika waliotajwa, wake waliokuwa ndani ya ndoa, kina mama waliokuwemo ndani ya ndoa, illa waliomilikiwa na mikono yetu ya kiume. Kitabu Allahi alaikum, kitabu cha Mwenyezi Mungu kimeshaandika juu yenu. Ndugu zangu, niimalize hii aya alafu ndiyo nifafanue hao kina mama ni wasampuli gani. Wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, na mmehalalishiwa waliokuwa nyuma ya hao ni halali. Angalia kuanzia nambari 1 ya aya ya namba 22 mpaka hapo tulipofika. Hao leo wajua ambao hawakutajwa hapa ni halali. Sijui nimeeleka vizuri. Wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, mmehalalishiwa nyie waliokuwa nyuma ya hao au ya hilo. Tulipozungumzia katika nasab, palizungumzwa shangazi, lakini hapakuzungumzwa mtoto wa shangazi. Sawa, palizungumzwa mama wa khalatukum, mama wadogo, hapakuzungumzwa watoto wao. Sijui nimeeleka vizuri. Lakini pia wakati tukisoma upande wa nasabu, pamezungumzwa mama wadogo, lakini mama wadogo huzalika
na wanaume, ambao wale wanaume wanapozaliwa sisi tunaita wajomba. Yani kuna khalun na khalatun, si ndivyo? Mjomba na mama mdogo. Mjomba huleta mama mdogo. Alafu kuna ammun, baba mdogo au mkubwa, na ammatun, na shangazi. Sijui nimeleka uzuri eh? Sasa yule khalun ana watoto na khalatun pia ana watoto, na ammun baba mdogo ana watoto, na ammatun wana watoto. Hawa hawamo. Kwa hiyo hawa ni halalan tayyiba, chakula kwa wale ambao wanakwenda kuwaoa ndani ya familia ile. Sijui nimeleka uzuri eh? Ndio kauli ya Mwenyezi Mungu, wa uhilla lakum, na mmehalalishiwa nyie, ma waraa dhalikum, yaliyokuwa nyuma ya hayo yaliyotajwa, antabtaghu, ili mpate kutafuta, biamwalikum, kwa mali zenu, muhsinin, hal jumla halia hiyo, hali ya kuwa mnataka hifadhi. Lengo ni kutaka hifadhi, ghaira musafihina, si wenye kutaka uchafu, si wenye kutaka zinaa. Tuko pamoja? Aya hii tutaishilia hapo kwa sababu aya inaendelea, ila famastamta'tum bihi minhunna ni kadhia mpya ambayo itahitaji kesho tuizungumze kwa upana. Kwa hiyo nirudi sasa kuwazungumza hawa ambao nimewambia lazima tuwazungumze, wanaoitwa ma malakat aymanuna, milkul yamin. Sawa eh? Amesema al-Imam Ahmad, hadathana an Abdul Razzaq akhbarna Sufyan ibn Thawr, na hadithi hii imepokelewa na Abi Sa'id al-Khudri. Anasema asabna nisaa min sabi autas, tulipata sisi mabinti kina mama katika mateka wa Autas. Autas ni mji. Tuko pamoja eh? Tulipata mateka sisi, yani wanako walikwenda vitani, katika namna ya mapigano walishinda Waislamu wakateka. Sabaya ni wanawake waliotekwa vitani. Tuko pamoja eh? Wala hunna azwajun, na wao walikuwa wanaume zao. Walitekwa, tumepigwa, mke wangu kaenda, wamechukuliwa. Fakarihna an naqa alayhinna, tukawa tachukia kuwaingilia. Sijui nimeleka uzuri eh? Fakarihna an naqa alayhinna, tukawa tachukia kuwaingilia. Wala hunna azwajun, na wao wanaume zao. Fasalna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, tukamuuliza mtume, habari ya hawa wanawake inakuwaje? Tuko pamoja eh? Fanazalat hadhihi al-aya, ikateremka aya, wal muhsanatu minan nisa, haramu kuwaoa wanawake waliokuwa na waume zao waliohifadhika, illa ma malakat aymanukum, isipokuwa waliomilikiwa na mikono yenu ya kiumeni. Fastahalalna furujahunna, tukazihalalisha tupu zao. Kwa hiyo hawa wakachukuliwa wakafanywa wake. Sijui nimeelewa vizuri eh? Hawa wakachukuliwa wakawa ni halali tupu zao. Inaendelea maelezo hayo ili kuwajua hawa. Maana ni sheria ambayo inaweza ikawa miongoni mwenu ni kitu kipi mnakipata leo. Katika hadithi iliyopokelewa na Katada an Abi al-Khalil an Abi Alqama, na ni ya Sa'id al-Khudri vile vile, hakika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama aswabu sabaya, waliwapata mabinti hao vitani, wanawake hao, yauma Autas, siku hiyo ya Autas. Lahunna azwaju min ahli shirki, walikuwa wanaume zao katika ushirikina huko, wako ndani ya shirki wakati huo. Fakaanna unasa min ashabi rasulillah kufu, kana kwamba wale maswahaba wa Mtume kufu, wamejizuia,
wanaogopa kufanya lolote na wale wanawake, wataathamu, na wakahisi watapata madhambi, min ghashiyanihinna, kuwaingilia. Ikateremka aya hii, wal muhsanatu minan nisa. Ndugu zangu katika darsa, katika kuwafahamu hawa, Yaumu Khaybar ni siku ambayo Mtume alipigana vita vya Khaybar, na katika Khaybar palitekwa kina mama wengi sana. Kwa hiyo kundi la jamaa mina salafi, wanazuoni as-salafi salih, tangulizi hiyo iliyopita iliyokuwa njema, walitoa kauli katika ma malakat aymanukum ila anna bai'a al-ama, kumuuza kijakazi. Naomba hapa tutulie vizuri. Kumuuza kijakazi, yakunu talaqan laha min zawjiha, ni talaka yake kwa mume wake, kumuuza kijakazi. Sasa kuna milkul yamin na kuna al-ama. Hawa ni wanawake ambao tunao. Milkul yamin ndio huyo kaja kutoka vitani. Al-ama ni kijakazi, umemnunua, unaishi naye. Kama mwafahamu, huko nyuma kulikuwa kuna nidhamu ya kukaa na watu kama watoto wa kuwanunua. Bilal ibn Rabah alikuwa vile vile na abdan mamluka. Zaid ibn Harith alikuwa ni abdan mamluka. Na ama ni vijakazi. Tunaposema abdun ni mtumwa wa kiume, ama ni mtumwa wa kike, huitwa mjakazi. Hawa walikuwa wana kanuni na sheria zinazowahukumu katika maisha ya wale ambao ndio asyaduhum au sayyiduhum au saadatuhum, ndio mabwana wao. Sasa katika hii mada tunaisoma, malakatul yamin ameingizwa na ama. Tutamzungumza huyo saria, so saria au sarari. Hawa wanawake ambao unakaa nao wanaitwa, Kiswahili wanaita masuria. Suria ni mwanamke huyo aliyepatikana kama mateka kutoka vitani. Huyu na huyo al-ama, tofauti yao, al-ama yeye ananunuliwa kama mjakazi, yuko nyumbani, alichukuliwa mahala panajulikana kwao, hakutekwa. Sasa huyu wanasema kundi la salafi saleh kwamba ukimuuza, maana mimi na haki ya kumuuza, mimi nimeishi naye, wewe unamhitajia, mimi nakupa yule al-ama. Kumchukua yule mjakazi kukaa naye, maana huku kwangu anaweza kuwa alikuwa kaolewa, ama sivyo? Basi huyu kishamchukua kwa kumkuuzia mimi, ile inakuwa ndio talaka yake. Ndio maelezo haya, ila anna bai'a al-ama yakunu talaqan laha min zawjiha, kumuuza huyo kijakazi, mjakazi, inakuwa ndio talaka yake kutoka kwa mume wake yule ambaye alikuwa kamuoa. Yani hana mamlaka tena. Mimi nikishamuuza, ndoa ile imekufa automatic tilqaiyan kwa kule mimi kumuuza. Haya ni mambo ya ndani, lakini imepokewa hadithi ambayo haya ni maelezo ya Shu'ba an Mughira an Ibrahim annahu suila anil ama, aliulizwa kuhusu huyo mjakazi. Tubaun walaha zawjun, anauzwa na ana mume. Qala, akasema, kana Abdullah yaqul, alikuwa Abdullah akisema, bai'uha talaquha, kumuuza kwake ndiyo talaka yake. Abdullah hapa anakusudiwa Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Tuje katika huyu ambaye ndo milkul yamin. Ndugu zangu, sheria ya Uislamu kupitia ayati mbalimbali zinasema wama malakat aymanukum. Hawa malakat aymanukum ni vita vya Kiislamu vinavyotangaza la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wakapatikana hawa kama mateka, hawa ni halali kuolewa katika sura ya utekaji wao. Yani hawa wanagawiwa kama ngawira,
Sijui nimeleka uzuri, wanagawiwa kama ngawira. Ngawira ni mali yoyote inayopatikana katika vita, lakini kwa sharti maalum. Kwa hiyo kuja katika mfululizo wa aya zetu hizi, wameingia kwa sababu wao ni halali, tofauti na wote tuliowataja ambao ni haramu. Ndipo pale Mwenyezi Mungu akasema illa ma malakat aymanukum. Kwa hiyo tunapoifasiri hiyo aya, tunapowatafuta hao malakati aymanukum, tufahamu wote kwa pamoja wakusudiwa hawa ni wale kina mama waliopatikana vitani, vita ya Kiislamu. Sio mtoke hapa mnatetea siasa, mnatetea kumuweka kiongozi madarakani, mnakwenda kuteka wake kule, mkasema hawa ni sarari, hawa ni malakat aymanuna, wamemilikiwa na mikono yetu. La, hiyo itakuwa ni zina, lakini bado vita ile si halali. Una madhambi kupigana vita ambayo haisimamishi kalimati tauhidi, lakini unaingia katika madhambi ya zina. Hawakusudiwi hao, ni wale tu ambao watu wamepigana kwa ajili la ilaha illa Allah. Naam, talaka za kijakazi ni 6. Bai'uha talaquha, kumuuza talaka yake ya kwanza. Kisha muuza ameshapewa talaka kwa yule mume aliyekuwa kamuoa. Yani wewe umekuja kuoa kwangu mjakazi wangu, sawa sawa, umekuja kuoa kwangu mjakazi wangu, mimi nikimuuza talaka ile, wala sina haja kusumbuana na wewe, sawa sawa. Wa itquha talaquha, nikimwacha huru. Kama vile mnaona ukifanya kosa katika Ramadhani la kumuingilia mkeo mchana Ramadhani, tunaambiwa tufanyaje? Itiqu raqaba au tahriru raqaba, kumwacha huru mtumwa ndio huyu, sawa. Ukimwacha huru ndio talaka yake. Wahibatuha talaquha, hiba, ukimpa kipawa mtu, bwana anakupa binti huyu atakusaidia, talaka yake hiyo. Wa bara'atuha talaquha, na utakasika wake, utakasiku wa tumbo lake, ina maana bara'atuha hana mimba, hana ujauzito, sawa. Katika sura hiyo akawa akachukuliwa talaka yake. Wa talaqu zawjuha talaquha wa talaqu zawjiha talaquha, na yule mumewe akiwa kamwacha kikawaida talaka yake, ana talaka 6. Huyu ni ama kijakazi. Huyu tutamsoma sana huyu kijakazi katika aya zinazofuata. Ni mtu muhimu sana katika jamii. Ni yule ambaye leo mpaka sisi tunao, pamoja na kwamba hatuwalei kwa sheria ile. Huyu ndo anafanya kazi kwako mwaka mmoja, anaondoka bila kuaga, anavunja mkataba wakati wote, mama yake akimhitajia anakuja kumchukua. Si ndio hao kwetu hao? Hawa hawana hukumu hiyo. Usije ukatoka hapo ukasema tuliambiwa hawa tuwaweza kuoa, manake wana habari ndefu hawa kidogo. Tuko pamoja, habari zao ni ndefu. Yani wewe mwenyewe unaweza ukamchukua akawa mkeo. Katika aya zinazokuja mtaona hukumu yao. Hapo wameingia tu, lakini wana sheria zao. Aya inayokuja, tukimaliza aya hii, aya inayofuata kuna sheria ya hawa, na hili limezungumzwa sana kwa wale ambao hawana mahari, sawa. Aya inasema famastamta'tum bihi minhunna faatuhunna ujurahunna faridha wala junaha alaykum fima taradaitum min ba'di alfaridha inna Allaha kana aliman hakima. Wa man lam yastati', ndio wanakuja kuingia hawa, tawlan an yankiha almuhsanati almu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minati wallahu a'lam biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna biidhni ahlihinna, ndio watakuja waingie huko. Sasa huyu tunamchukulia ni yule ambaye amekidhi vigezo kama walivyokuwa wakati wa Mtume, wananunuliwa, wanakaa katika majumba, hawana mamlaka familia zao, hukumu yote iko kwa yule sayyid, bwana wake, na atakwenda wifqa sirati sayyidihi, kama ni mwanaume, au sayyidiha kama ni mwanamke, atakwenda hivyo. Sasa tumzungumza yule mateka tu kwa kumweka sawa. Huyu mateka naye, pamoja na kwamba ni halali na imeruhusika aolewe kutokea vitani, ifahamike
atakwenda kuingia katika familia. Wale watoto ni wa kifamilia. Ina maana kwamba sio kama mutaa ambayo ndio mada yetu ya kesho. Huyu ananasibika, mtoto huyu wa suria wa mzazi, na atapata haki kama watoto wengine. Huyu ndio suria. Kwa hiyo naomba tumalizie aya yetu, kila mmoja angalie sasa pale famastamta'tum, kwa maana matini. Fama istamta'tum, fama istamta'tum bihi minhunna. Naomba wale watu waliosoma lugha kwa kiwango cha kawaida tuzungumzie kilugha baadhi ya maeneo ndani ya aya hii. Fama stamta'tum. Kwanza fama, ile fa'u ala hasbi ma qablaha kwa watu wa nahwu, sio fa'u sababia. Tuko pamoja Ma ile haikatai, sio nafia, ni ma mausula. Sawa ni ma mausula, haifuti bali ni ma mausula. Na hii ma mausula ni katika matamko ya am. Kuna man liluqala wa man lighairi alaqil au lighairi uqala. Kwa hiyo ma hii inapokuja inajumuisha mambo mengi. Man dhalladhi, nani yule ambaye. Sawa Kwa hiyo anaposema fama, anasema kwa chochote kile, famastamta'tum bihi, chochote kile mtakachostarehe, bihi, kwacho, kule kwa yule mwanamke. Anaeleza Mwenyezi Mungu hii istimtaa imetokana na mataa. Istamtaa mazidi bi 3 ahruf. Sawa mataa. Tuko pamoja? Famastamta'tum, chochote mtakachotaka kustarehe. Maanake hii na ista katika auzan sarfia ina yush'ir bitalabin shay, kwamba kuna kitu kinatakiwa hapa. Kuna hisia hiyo kwamba chochote mtakachotaka kustarehe nyie, bihi, kwacho, kwa hao kina mama, minhunna, miongoni mwa hao kina mama, faatuhunna, basi wapeni. Hiyo ni fi'lu amri, wazini yake ina tasihili, kuna double alif hapo, alifani sawa kwa sababu katika madhi yake ni aata, ndio ile ata. Sawa Kwa hiyo faatu, wapeni, ujurahunna, malipo yao. Sawa wapeni malipo yao. Sasa hapa tukija katika akili ya kawaida, kuna starehe alafu kuna malipo. Sijui nimeeleka vizuri Kuna starehe alafu kuna malipo. Ina maana kuna kazi inayohitaji nini? Malipo. Kwanza kile bihi ni kitu gani? Ni ile budha, ile sehemu ambayo imenitoa mimi na wewe. Sawa mtakapostarehe. Katika dhana hiyo wenzetu wakaichukulia, ambayo maelezo yake makubwa itakuwa ni kesho, natoa kama takdimu kwa sababu ipo ili tumalize hii aya. Wakaichukulia hii ni starehe maalum, sio ndoa. Tuko pamoja Na neno la Mwenyezi Mungu faatuhunna ujurahunna, wapeni ujira. Sawa
ujira unaozungumza hapa ni kazi maalumu. Hii sio starehe ya kindoa, kwa sababu ndoa Allah anasema waatu nisaa sadukatihinna nihla, wapeni kina mama mahari yao kwa uzuri. fa in tibna lakum minhu shay'a fakuluhu hani'an mari'a, watakapofurahika wao kwa chochote mlichowapa, basi sasa kuleni sasa tena kwa furaha maridhawa. Lakini hapa ni kwamba kuna shughuli maalumu, ikiishe utoe malipo. Pana kitu kinaitwa nikahul mut'a, imezalika kupitia maelezo haya. Hii itazungumzwa kwa sababu ina nikash, ina mjadala mkubwa kati ya wanazuoni, na hasa wale ambao wanaihalalisha dhidi ya wale wanaoiharamisha, ambao ndio sisi tunaoiharamisha. Tatoa maelezo kwa nini wao wametoa hivyo na wamegusa au wameshikilia mahala gani. Je, Mtume Muhammad, kwa sababu khair ma yufassiru al-Qur'an, kibora ambacho kinafasiri Qur'ani ni Qur'ani yenyewe. Thumma sunnatun nabawiyya, sunna za Mtume inashika nafasi ya pili. Ukiona kwenye Qur'ani haujaelewa, lazima urudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumekuteremshia Qur'ani ili uibainishe kwa watu, litubayina linnas ma nuzila ilayhim, ili wabainishe watu yale walioteremshiwa. Sijui nimeleka ndugu zangu Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba tunaweza tukaikosa aya inayofafanua aya nyenziwe kwa ile ishkali iliyopo, tukampata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumalizie tena, faridhatan, wapeni malipo yao faridhatan, hali ya kuwa ni lazima kwao, ni wajibu wapewe. Tuko sawa sawa Wala junaha alaikum, wala si dhambi kwenu, fima taradhaitum, katika yale mlioridhiana bihi kwayo, min ba'di alfaridha, baada ya kuwapa malipo yao ambayo ni lazima kwao. Hapa si dhambi kwenu, anasema ni pale mtakapokuwa mkataba wa kwanza umekwisha, alafu fima taradhaitum, katika yale mtakayoweza kuridhiana. Bwana bibie, mkataba umekwisha ule wa mwanzo, sasa sawa ziada. Lakini yote na maelezo yake ambayo Allah tujalie tufike salama kesho. Inna Allaha, haka Mwenyezi Mungu, kana, siku zote huwa Mwenyezi Mungu, aliman, ni mjuzi, hakiman, na ni mwenye hikma. Tumejifundisha kunako aya hizi wanawake ambao ni haramu kwetu kuwaoa. Tumewataja kinasabu, kikunyonya, kiukwe, lakini pia tumempata mke wa mtu ni haramu, bali wa vijana leo wanasema ni sumu. Sawa ni hatari. Lakini tumejifundisha kwamba milkul yamin ni kina mama waliopatikana kama mateka, lakini vile vile ama kijakazi, huyu ni binti anayefugwa kwa kununuliwa katika nyumba ya bwana wake. Hawa tumesema wanaolewa kwa sharti ambazo tumezungumza. Vita ile ya kuwapata hao mateka inatakiwa iwe ya dini, vita ambayo inasimamisha la ilaha illa Allah. Baada ya kuyapata haya, tukapata maelezo mafupi juu ya istimtaa, kustarehe na mwanamke kwa mkataba ambao kupitia aya hii umewagawa wana madhahib za Kiislamu katika makundi mawili. Naomba leo ifahamike hivyo, na tujikite sasa na somo la mut'a mwanzo wake mpaka mwisho wake katika darasa ya kesho. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.